Mimi nawashukuru sana kwa mkutano huu. Tumetumia muda mrefu, lakini kuna hoja za msingi tumeziibua na ambazo tumeagiza kwa maana ya utekelezaji. Niwaombe sasa waheshimiwa madiwani, kwa pamoja ni sisi tunaidhinisha bajeti. Tukisha idhinisha bajeti, maana kinachobakia ni utekelezaji kulingana na bajeti. Kuna fedha ambazo zinaweza kaja nje ya bajeti, hizo tutashukuru Mungu na tumpongeze sana mheshimiwa mbunge wetu Deodatus Philipo Mwanyika. Amekuwa akifanya jitihada za hali ya juu kufuatilia na kupata fedha wakati mwingine zilizo nje ya bajeti. Kwa nini nasema tumepitisha wenyewe bajeti? Tukishapitisha bajeti, maana yake nitakuwa tufuatilie miradi iliyo kwenye bajeti kwa maana ya utekelezaji. Tukileta miradi yote ambayo ni changamoto kwenye kata zetu, maana yake hatutakwenda mfumo sawasawa na bajeti. Kwa hiyo wasihi katika misingi yoyote anapochangia hoja kwenye taarifa hizi za kata, maana yake tujikite kwenye bajeti. Bajeti ndio mwongozo mkubwa kwetu. Na jambo la pili sambamba na hilo, kuna mambo kadhaa ambayo tumeyapitia hapa kwa ufupi, na si kwa sababu ya umuhimu, ni baadhi ili kuokoa muda, lakini kwa ujumla mambo yote ambayo tumeagiza tunaomba yatekelezwe, na mambo yote ambayo tumejipa commitment yapo ambayo tumesema yatatekelezwa kwa muda fulani, ndani ya ule muda basi tunaomba yatekelezwe, na yale ambayo tumeagiza baraza linalofuata tupate majibu, basi tunaomba tupate hayo majibu. Sambamba na hilo, tumezungumzia swala la barabara. Tunapongeza TARURA pamoja na changamoto ya bajeti ya kiserikali, lakini mnatoa ushirikiano mzuri kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakaa sawa sawa. Tumeagiza baraza linalofuata tupate utekelezaji wa ufuatiliaji idara ya kilimo specifically, kwa maana mawakala wale ambao wanauza pembejeo hasa mbolea nje ya utaratibu wa bei elekezi, tupate taarifa ya hatua ambazo mtakuwa mmezichukua. Na niseme katika maana ya utekelezaji wa hilo la wafanyabiashara au mawakala wanaouza mbolea kwa bei ya juu, tutakuwa tumetatua changamoto kwa wakulima, na ili kuweza kuleta tabasamu kwa wananchi kwa kadri ya maelekezo na nia ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kuna swala zima la zao la parachichi. Ninaomba yote tuliyozungumza hapa mkayazingatia. Haina maana kutoa vibali kwa sababu ya msukumo wa viongozi, kwa sababu ya msukumo wa baadhi ya wanasiasa. Hili ndo baraza. Kwa changamoto kama zipo za namna hiyo, toeni taarifa hapa, kwa sababu tunataka wananchi waneemeke kupitia hili zao la parachichi. Kama tunavyosema, hii ni dhahabu ya kijani kwa nyanda za juu kusini, specifically mkoa wetu wa Njombe. Tunaomba hayo myasimamie, na ufuatiliaji wa masuala ya mizani nalo lizingatiwe. Sasa kwa haya machache